We're watching Dilunga TV. Nzuri, upate juba zuri, upate sijui nini nzuri, ukapate si unawe uonekane, vyote. Sekunde ni kubwa, anachukua. Na kuchukua ni namna hizi. Aidha uondoke uviache, au wachukue upo na unaona kwa macho yako. Hivyo ambavyo tunapoteza muda hivyo. Hivyo ambavyo ndo tunakesha navyo hivyo. Si tunaamka kuanzia asubuhi mpaka tunalala, si tuna shughuli. Tuna mihangaiko. Tunaikaika sisi. Umeenda kule, umeenda huku, umerudi huku, mfanya hili. Leo na kazi hii, leo niko biza jamani. Dakika ni nyingi. Sekunde ni kubwa. Sina udogo mwingine, sijui niseme nini. Anachukua Allah. Au anakuchukua, unaacha. Hicho kilicho chako tunazidi kukiona namna ambavyo kina thamani. Tunakiona ambavyo kina thamani. Lakini sisi tunahangaika sana na vitu ambavyo Allah anavichukua muda wote, na tunahangaika sana na vitu ambavyo tunaviacha. Tuangalie sasa hicho ambacho Allah hachukui anapoachia ni nini? Amali njema. Utaondoka na vitu viwili, kitu kimoja kati ya hivi viwili ndicho utakachobaki nacho, na hicho ndicho utakachoondoka nacho, na hicho ndicho siku ya Kiyama utakavyosimamishwa, aidha kikufae au kikuangamize. Uondoke na mema au uondoke na mabaya. Allah achukui. Ndio maana utakuja kukabidhiwa kitabu chako. Achukui. Ndio maana utakabidhiwa kitabu chako, kwa sababu haukabidhiwi juba. Vipenzi vyangu, hatukabidhiwi juba kule wala gorofa ulilojenga, si ndivyo? Unakabidhiwa nini? Kitabu chako. Kitabu kina nini? Kina ubobwa na maharage ule tunaohangaikia, kuku, kuna mishkaki. Aidha umepewa kwa mkono wa kulia au umepewa kwa mkono wa kushoto. Wakati unazaliwa huna chochote, kama nilivyosema, hujaja na chochote na pia huna chochote. Huna dhambi wewe. Kuna mtoto kazaliwa na madhambi? Hakuna. Kwa hiyo unapoanza safari yako hapa sasa, pale ndo unapoanza kuchukua kitu chako kidogo kidogo, mpaka inafika siku unaondoka. Sasa pale ndo usijui kama ni kitabu chako ni chako utapewa kwa mkono wa kushoto au kwa mkono wa kulia. Mpaka hapa tunaona kumbe kuna kitu cha thamani mimi nakikosa, na hicho ndo nitachoondoka nacho, na hicho ndo nitakachosimama nacho siku ya Kiyama, na hicho ndo kitakachoniangamiza au kitakachonifaa. Kwa hiyo kumbe tupoteze muda kwenye kile kitu na si mengineyo. Tutumie muda wetu vizuri kwenye hicho tunachoondoka nacho, kwa sababu niambieni hapa, kuna mtu anajua anakufa saa ngapi? Unavyosema ngoja nitarudi kesho, ngoja nitamrudia Allah, nitajikithirisha kwenye ibada mimi, ngoja kwanza mwezi huu. Na wewe huo mwezi unajua kama utaishi huo mwezi, utaumaliza? Ngoja kwanza nifanye mipango yangu, ikikamilika ndo nitaanza kufanya ibada. Wewe hiyo mipango, wewe unapanga mipango? Kuna mwanadamu mwenye uwezo kupanga mipango? Mipango anapanga Allah peke yake. Sisi hatuna uwezo huo wa kupanga mipango. Kwa nini tunajidanganya sisi? Sisi tunajidanganya sana. Tunajiona kama bado tuna muda mrefu, tunajiona kama bado tupo. Nitaanza kujistiri vizuri, ngoja nitaanza. Wewe utaanza, kumbe umebakisha siku 2 uondoke. Unaondokaje? Utasema nini uko unakoenda? Kaburi ni zito. Tunaliweza sisi kaburi jamani? Au tunadharau tu kwa kuwa bado hatujafika kule? Na ni safari ambayo tunakwenda muda wote, sekunde yoyote tumefika. Chapu tu.
Naona kama imekata au inafanya nini? Ilikuwa imeshuka. Tunaelewana ndugu zangu? Hii imekata. Tumeelewana hapo? Tunazidi kuona namna gani kwamba kuna kitu cha thamani si tunakiacha, na hicho ndo kitu tulichotumwa na Mola wetu. Sote tunajua kwamba tumeumbwa, tumeletwa kwa ajili ya nini? Ndio hicho tulichokuja kukifata sisi. Hicho ndo tulichokifata. Subhanallah. Jamani, mbona nikiweka hivi na asante. Acha tunishike. Tunaelewana? Tunazidi kujiona namna ambavyo tunapata hasara. Na kiukweli wakina mama wenzangu, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi ndio ametuona wengi motoni, sisi ndio tupo wengi wakina mama. Sisi tunadharau, sisi tunaishi kawaida sana, sisi tunachukulia vitu kawaida, sisi tunasengenya sana, sisi wambea sana, sisi wachonganishi, sisi wagombanishi, sisi hatuna utii kwa waume zetu, sisi hatuna stara. Na hata funga zetu sisi zinakuwa na mashakili. Umefunga lakini ndio uko kijumba cha pili, umbea wewe, utasengenya kutwa nzima. Saumu gani hapo inayoenda? Ikiwa unazungumza maneno mabaya na machafu. Kwa tunajikuta sisi kwenye funga hatumo, kwenye swala hatumo, kumtii mume hatumo, kwenye stara hatumo. Sisi jamani, sisi ni sisi tu, ni sisi. Tubadilike. Tubadilike jamani. Tubadilike sana. Leo hii wakina mama si mahodari sana. Tunaamka saa 9 za usiku kukanda mandazi ya biashara. Tunaamka saa 9 za usiku kwenda feli kufuata samaki. Tunaamka saa 9 za usiku sisi kuchoma vitumbua vyetu. Mbona tuamki usiku huo kwa ajili ya Mola wetu? Kile kitumbua unachokihangaikia pengine hata hujaviuza, umeondoka. Lakini je, ungekuwa umeamka kwa ajili ya Mola wako usiku mkubwa kama huo, ukalia na Mola wako, ukasema na Mola wako, huoni kuwa unaondoka na amali njema? Maana vitumbua huendi navyo, hata hizo hela faida unazopata huendi nazo, hiyo ni hasara. Na sisemi hivi ili tuache kufanya biashara, hapana. Ila kila unachoona tumepewa watoto, tumepewa waume, tumepewa wazazi, vyote ni faida kwetu katika kutengeneza amali njema. Naomba mnielewe. Mtumie mzazi wako kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumie mtoto wako kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumie mumeo kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naeleweka? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia mambo haya 4. Unachagua mlango wa pepo: swala, stara, funga, kumtii mume. Kwa hiyo unavyomtii mume wako unamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale unatengeneza amali njema. Si nimeeleweka? Kumbe tunakuja kuona vile vitu tulivyoazimwa. Nilitangulia kusema mtu anaweza akaja anataka kufanya biashara, hana chochote, anaazimwa vitu ili kutengeneza. Na sisi tumeazimwa waume, watoto, wazazi ili tutengeneze. Sasa sisi badala ya kutengeneza tunabomoa. Hatutumii hizo fursa. Wewe umepewa mtoto, unamleaje? Wakati ungekuwa umeacha sadaqatun jalia kwa kuacha mtoto mwema. Mwenzio hajapewa mtoto, wewe umepewa, hiyo ni fursa. Mlee katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, muongoze, mkithirishe kwenye dini. Huyo anavyokuwa mwema, wewe ukiondoka umeacha sadaqatun jalia. Uone kuwa umebeba kitu chako hapo. Lakini hawa watoto wetu ndo tunafunga wenyewe vibwebwe, wacheze ngoma, wacheze singeli, tuwarekodi, tuwaposti. Nimecheka kwa uchungu sana.
sababu nimeshuhudia sana hivyo vitu vinaumiza, namna tunavyopata hasara wazi wazi. Hii hapa kabisa tunaiona na wala hatujali. Leo hii mtu anafanya kazi ofisini, jamani, anavyonyenyekewa huyo bosi. Bosi akitokea mtu anapopapatika, anaweza akavunja mguu hivyo. Bosi anakuja, watu wanapapatika, watu wanakimbizana kumpapatikia bosi. Mbona Allah hatumpapatiki hivyo? Mbona tukisikia adhana tumetulia? Anatajwa nani pale? Pale si ndo palikuwa pa kuvunja mguu, ukaacha kila kitu kakimbilia. Lakini mtu atakimbia kaona maslahi ya dunia, jambo la duniani ndo atalikimbilia. Tusihangaike na vitu vyenye baada, tuhangaike na kisicho na baada. Ukisoma nasari only on Dilunga TV.